Askofu wetu mkuu Bishop Samson Mudhuri, Askofu Wang'ombe, Askofu Njuguna, maaskofu wale wengine wote, ndugu viongozi na waumini wa kanisa letu la AIPCA, amjambo. Andwaito moriega. Mwathani agosho. Ngai no mwega. Naendesho the. Ebu mnisalimie hewani nione hivyo watu wa AIPCA. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi kwanza nimefurahi sana kufika Othaya hapa Nyeri kwa shughuli hii na sherehe hii ya muhimu kwa mwaliko wa kanisa letu la AIPCA, ikiwa ni sherehe ya muhimu sana ya kila mwaka humu kanisa la AIPCA. Nasema asante sana kwa kunikaribisha. Wakati nilipata mwaliko, nilikuwa na mipango mingine, lakini niliona ni muhimu niungane na nyinyi kwa sababu kanisa la AIPCA ni kanisa linalotambulikana na serikali ya Kenya kama kanisa iliyopigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Mchango wenu, mchango wa kanisa la AIPCA kwa uhuru wa taifa letu la Kenya linatambulika na serikali ya Kenya. Na kwa hivyo mimi nataka mjue, katika safari yenu kama kanisa, serikali ya Kenya itaambatana pamoja na nyinyi. Mimi nimefurahi sana kwamba kanisa letu la AIPCA liko na umoja na linazidi kupata nguvu. Mimi nataka niwashukuru maaskofu wetu na viongozi wetu wote pamoja na waumini wa kanisa hii kwa kuwa na umoja, kuwa na ushirikiano. Na leo nikisimama hapa, mimi najivunia sana umoja wenu. Nataka niwapongeze. Mnajua neno la Mungu linasema mambo mawili. Kitabu ya Zaburi 133 mstari wa kwanza inasema, ni mzuri jinsi gani wa ndugu wakiishi kwa umoja. Kwa mstari wa tatu inasema, pale penye umoja Mungu anaamurisha baraka. Leo kwa sababu ya umoja wa kanisa la AIPCA tunaona baraka ya Mungu. Yes. Na mimi ni witness ile Mungu anafanya katika kanisa letu la AIPCA. Tunaona hatua kwa hatua kanisa la AIPCA inapanda ngazi. Mnajenga mjengo mkubwa Nairobi. Sisi ambao ni wa diocese hii ya Central Western, nyuma ya kiongozi wetu Wang'ombe. Nikisema sisi ambao ni wa diocese hii, mjue hii diocese inaanzia hapa mpaka kule kwetu Eldoret na Western. So sisi ni members wa hii diocese. Mnajua tunajenga pale Sagana, tunajenga headquarters yetu kubwa. Tayari tumekamilisha jengo ya karibu milioni 15. Tunaona hatua kwa hatua Mungu anabariki kanisa hili letu la AIPCA, kwa sababu Mungu alituahidi kwamba mahali penye umoja Mungu anaamurisha baraka. So I am very proud
of the unity of this church, of the progress of this church, and of what God has done for this church of AIPCA. Mimi natakia heri katika hiyo safari ya kujenga kanisa yenye iko na msingi thabiti, and I want to assure you of my personal support and that of the government of Kenya as you go forward. Mimi nawashukuru vile vile kwa sababu ya kuombea taifa letu la Kenya na kutuombea kama viongozi tuliopata nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya. Kwa sababu mnajua wakati tunangojea uzima wa milele, bado tuko na nafasi hapa chini ya kujenga barabara, stima, soko, hospitali na kazi zile zingine nyingi. Wakati maaskofu wetu wanashughulika na kutupangia uzima wa milele, mimi na hawa viongozi wengine tunashughulika na kupanga haya mambo madogo madogo ya barabara na vitu zingine hapa chini. Na ndio mmesikia viongozi wenzangu wamezungumzia maendeleo ya sehemu hii na ile kazi ambayo sote tunafanya kwa umoja ili kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha na kuboresha maisha ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Niwaeleze wananchi wa hapa Nyeri, mimi nilikuwa hapa miezi miwili iliyopita. Nikawa pale Karatina, nikawa hapa Odhaya, nilikuwa hapa mwaka uliopita, na mimi nataka niwahakikishie ile mipango yetu yote tumekubaliana na watu wa Nyeri, viongozi wenu wakiongoza, kama serikali ya Kenya tutatimiza, kwa sababu ni haki yenu kupata haya maendeleo. Nikiongea na nyinyi hapa leo, mjumbe wenu Bwana Wainaina wa Mbugu amewaeleza zile barabara zote zilikuwa zimekwama, tumezikwamua. Barabara ya Mau Mau inaendelea. Ile barabara tulijenga kutoka kule Kenon ifike hapa Maroa 2023 ilikuwa 30%, leo ni 90%. Na nimekubaliana na viongozi wa hapa ya kwamba tukimaliza hiyo exchange iko hapo Maroa, hiyo barabara tutaisongesha iende Nyeri Town na baadaye iende kupita Nyeri Town mpaka tuunganishe na Nanyuki. Na tayari nimetumana engineers wakuja wafanye survey ndio hiyo kazi iweze kwenda mbele. Barabara zenu za hapa Odhaya, huyu mbunge wenu Bwana Wainaina ameshirikiana na mimi, contractors tumewalipa pesa. Hapa Nyeri tumewapatia budget ya shilingi bilioni 8 ya barabara zenu. Barabara zote za hapa Odhaya, za kule Mkuruweine, za Tetu, za Madhira, kule mpaka Kieni, hizo barabara zote zinaendelea, na wiki ijayo wale contractors wote wa taifa letu la Kenya tunawalipa shilingi bilioni 20 next week to make sure that all the roads in the Republic of Kenya zinaendelea kujengwa, kwa sababu ndio njia ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Nilikuwa hapa kuanzisha soko kubwa ya Odhaya hapa ambayo tumeweka milioni 325. Sasa iko 50%. Muko na soko ingine hapa ya Ndonyo iko karibu 50%. Hapa Odhaya muko na soko ingine pale Shinga naitwa Gakicha. Hiyo soko ndio tumeanza. Na huyu mbunge wenu
ameniambia kuna mahali pengine panaitwa Witima, na ameniambia pia pale tujenge soko, na nimekubali na tumeweka pesa ya kuwajengea soko. Na sio soko ine peke yake hapa Othaya, tunajenga soko 18 Nyeri County. Tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 1.8 to build the markets for the people in Othaya, in Nyeri County, kwa sababu tunatambua ya kwamba wafanyabiashara wetu wadogo wadogo wanahitaji mahali pazuri pa kufanya biashara. Tuliongea tukasema mama mboga atafanya kazi mahali pazuri, na tunafanya bidii kuhakikisha ya kwamba ile ahadi tulitoa kwa kina mama inatimia, wapate mahali pa kuuzia mazao ya mashamba yetu, mahali pazuri, mahali kuna stima, kuna maji, kuna storage, kuna cold room na kuna vifaa zingine ambazo zitatusaidia kwenda mbele. Hapa Nyeri nilikuja juzi kwa mambo ya affordable housing. Tunajenga nyumba 5,700 hapa Nyeri County. Tumeweka pesa ya serikali bilioni 13 na hizo zinaendelea, including ya hapa Othaya. Hiyo kazi itaendelea, na pale tuko na nafasi, vijana zaidi ya 2,500 wanatusaidia katika kazi hiyo ya mambo ya affordable housing. Hapa Othaya tumekubaliana na mbunge wenu, KMTC yenu hapa, tunawajengea hostels ya milioni 130 katika hapa KMTC. Vile mumesikia gavana wenu akisema, hospitali yetu ya Mwai Kibaki ambayo ilijengwa na ikawekwa jina ya rais wetu wa 3 hapa Othaya, mwaka uliopita niliidhinisha ikuwe hospitali level 6. Tumeweka board ya hiyo hospitali iwe independent, na tumeongeza pesa milioni 500 ya kuinua hiyo hospitali ili iweze kushughulikia watu wa hapa Nyeri na watu wa sehemu hii ya Central Kenya. Pia huyu gavana wenu alikuja akaongea na mimi, akaniambia mambo ya PGH pale Nyeri. Hospitali ilikuwa chini kiasi. Nimetumana contractor, tumeweka pesa bilioni 1, hiyo hospitali yenu tutainua, ndio watu wa Nyeri wapate hospitali ambayo itashughulikia mahitaji yao ya matibabu. Pale Nyeri, mbali na zile hospitali, zile affordable housing zinaendelea pale, saa hizi tunawajengea stadium ambayo imekwama karibu miaka 6 ama 7. Hiyo stadium nimeamurisha ya kwamba kabla ya tarehe 12 Disemba stadium yenu ya milioni 900 itakuwa imekamilika, na mimi nitatangulia kuja kuifungua. Neguo kana tiguo? Mnanielewa? Neturaiguithania? Nyinyi watu wa Nyeri, sio kama tunaelewana? Nyinyi ndio mlinipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Pamoja na Wakenya wengine wengi. Na wakati mlinipatia hiyo nafasi, tulikubaliana na nyinyi kazi ambayo mimi nitafanya ya kubadilisha maisha ya wananchi wetu na kupanga mambo ya maendeleo. Kwa maneno ya elimu, watoto wetu walikuwa hawana walimu wa kutosha. Hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Watoto wetu wa university walikuwa wanasumbuka.
mimi hapa leo kwa ile kazi mlinipatia, tumeajiri waalimu 1,100 kwa miaka mitatu. The largest employment of teachers in Kenya's history. Tumejenga madarasa 23,000 na tumeweka funding model mpya ambayo inashughulikia masomo ya watoto wetu wa university na KMTC pamoja na TVET. Kazi hiyo ingine yote tumekubaliana na nyinyi. Maneno ya maji tumekubaliana na mbunge wenu. Maneno ya kuhakikisha ya kwamba zile barabara ndogo ndogo tunazishughulikia. Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba nafasi tulio nayo sasa ni kuhakikisha ya kwamba mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya inasonga mbele. Na mimi niwaulize ndugu zetu watu wa Nyeri, kila mtu na kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. Ama mtu anachaguliwa kwa sababu gani? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Si kila mtu atakuja kusema kazi yake amefanya ni gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, mtu anachaguliwa kwa sura ama kwa kazi? Anachaguliwa kwa matusi ama kwa kazi? Anachaguliwa kwa porojo na propaganda ama kwa kazi? Si kila mtu anapima na kazi yake jameni? Si nyinyi ndio mtapima kazi ya kila mtu? Yule mtu hajafanya kazi si aende nyumbani, aende alime, na yule mtu amefanya kazi si anaendelea, ama namna gani? Si tuendelee namna hiyo? Hiyo ndio kazi mimi nataka tukubaliane na nyinyi, ndio tuweze kuendelea kwa pamoja. Na mimi sina taswishi yeyote ya kwamba Wakenya wote vile kanisa letu la AIPCA wametupatia kielelezo kwamba kwa umoja wa kanisa hii tumeona tofauti na tumeona baraka na tumeona maendeleo pia katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi ambayo mumenipatia ya kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya, kutoka kwa barabara, kwa matibabu. Hapa Nyeri kwa mfano, huyu gavana atawaeleza, watu wa Nyeri ni watu wako mbele sana. Nyinyi mnasoma barua ikiwa ndani ya bahasha, kwa sababu Nyeri ni county number 5 kwa kusajili kwa SHA. Watu 1,543 tayari wamejiandikisha kwa SHA hapa Nyeri County. 70% of the residents of Nyeri are registered today in SHA. Kwa mwaka moja na nusu, pesa ambayo tumelipa kwa wale walioenda hospitali hapa Nyeri ni shilingi bilioni 3.2. Gavana ako hapa, mahospitali wako hapa. That is the commitment we made. Na tumesema hatutaki mwananchi tena aende hospitali alafu baadaye aende auze nyumba yake ama ng'ombe yake ama shamba yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya SHA, mwananchi ajiandikishe, na sisi kama serikali tutapanga ile ingine. Tuhakikishe ya kwamba hakuna mwananchi tena anahangaika kwa sababu ya mambo ya hospitali. Mwisho, mimi nataka niwaeleze ya kwamba tukienda mbele, mimi niko na kazi mbili: kupanga ile kazi mlinipatia ya maendeleo ya taifa letu, kutoka kule kwa matibabu, kwa barabara, kwa ajira ya vijana, kwa kilimo
Na mimi kwanza nataka niwashukuru nyinyi watu wa Nyeri, ni wakulima sugu sana. Mmesikia factory yenu ya hapa, mambo ya kahawa. Mimi niwaulize, 2022 si kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 70 kilo moja? Leo ni shilingi ngapi? 140, 150, 160. Ni kweli ama si kweli? Si tuseme ukweli, shetani aibike. Wale matapeli wote walikuwa ndani huko ya kahawa, tuliwafurusha tukawaambia waende watafute kazi nyingine. Leo hakuna mtu ya kumuibia mkulima wa kahawa. Ndio leo bei ya kahawa iko 160. Ni kweli ama si kweli? Yes. So mimi nataka niwaeleze kazi mbili mimi niko naye, ni kupanga mambo yenu ya barabara, kupanga mambo ya masomo ya watoto wetu, kuhakikisha kwamba matibabu ni sawa, kuhakikisha kwamba kilimo inaweka pesa kwa mfuko yenu, na ya pili ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Na ndio nimesema ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu tukienda hapa mbele, kwa sababu Biblia inasema mahali kuna umoja Mungu anaamurisha baraka. Hapa mbele nitahakikisha ya kwamba sehemu zote za Kenya tunaunganisha. Hakuna jamii itawachwa nyuma, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Sisi wote tutatembea pamoja, na ndio nilitengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja, kuleta hata wale hawakushiriki na sisi pia tuwaunganishe, kwa sababu umoja ni nguvu na umoja ni mapenzi ya Mungu. Na Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu wataitwa wana wa Mungu. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, mnasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuunganishe taifa letu la Kenya? Niunganishe Wakenya wote? Wangapi wanasema niunganishe Wakenya wote? Nione kwa mkono. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Nitaunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, ndio tuzime ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Wakenya wote waungane, Mungu atatubariki, Kenya itasonga mbele na tutafaulu tukiwa sote pamoja. Nimeulizwa mambo matatu ama ni manne, lakini sasa nyinyi mtihani mmeniwekea mtihani kubwa. Si tulikuwa tumekuja kanisa? Sasa hawa viongozi wameniwekea mtihani, fanya hii, fanya ile, na hiyo pia, na hata hii. Shule yetu ya Kenyatta hapa, kwa sababu wametupatia uwanja wao, na ni shule ambayo ni sponsored by AIPCA, na mbunge wetu amesema ya kwamba kuna mahitaji pale. Mheshimiwa, utafuatana na mimi takutafutia milioni 10 ya hiyo shule. Na kwa sababu ni shule ya vijana, pia nasikia kuna shule ya wasichana inaitwa Mahiga Girls. Najua tukifanya ya wanaume tusifanye ya wasichana itakuwa na makosa. Ama wamama mnasemaje? Tusahau wasichana? Haya. So wewe Bwana Wambugu, wakati unakujia milioni 10 ya hawa vijana wa Kenyatta, pia ukujie milioni 10 ya wasichana wetu wa Mahiga Girls. Nasikia pia hiyo kanisa hiyo Mahiga Girls ni sponsored by AIPCA. Ni kweli? Sasa sitaki pia nionekane mimi napendelea AIPCA peke yake.
kuna kanisa nimetua kwa ndege hapa, nilikuwa pale siku ingine, St. Perethia Girls, pale Perethia Girls. Niliwasupport siku ingine, lakini nasikia hawajakamilisha ile mjengo. Na chairman yuko hapa na ni rafiki yangu, na mbunge hapa ni rafiki yangu. Ndio nisionekane niko na ubaguzi, pia ndatafuta milioni 10 ya hiyo shule. Si ndio? Ama mnatakaje? Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Alafu mimi nimeambiwa kuna vijana hapa walinisaidia kuweka hii hema, na nimeambiwa ya kwamba ni vijana wako na mtaratara mzuri, wamejipanga, wako mpaka na sako yao. Kwa hivyo wewe mama county na mheshimiwa, nikitoka hapa nitakuajia milioni 2 hawa vijana waendelee wafanye kazi, asaidia hawa vijana. Nasikizeni nyinyi vijana, mimi nataka niwaambie nyinyi vijana, sisi wote kama wazazi tunafanya bidii kwa watoto wetu, na hatutaki watoto wetu wapotee kwa mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe. Viongozi wa kanisa hapa, wazazi wanajuta, wako na matatizo na watoto wetu kwa sababu ya mambo ya madawa ya kulevya na maneno ya pombe. Na mimi nataka niwaeleze, katika taarifa yangu ya tarehe 1 mwaka huu Januari, niliwesema tunaweka mpango kamili, msikuwe na wasiwasi. Haya mambo ya pombe yatakoma katika taifa letu la Kenya. Hiyo maneno ya pombe, nimeamrisha watu wa NACADA, nimeongeza watu wa anti-narcotics unit. Tumekubaliana vile tutakabiliana na wale wanaleta madawa ya kulevya kuingiza taifa letu kutoka mataifa zingine, na wale wanaharibu vijana wetu kwa pombe haramu. Na wasikiza kwa makini, and I want to commit to you that we are going to deal decisively and conclusively on matters of illicit brews and drugs and narcotics. Kwa hivyo nyinyi vijana, nawauliza, tunawajali kama wazazi, tunawajali kama serikali, na nyinyi pia mjiepushe na mambo ya madawa na pombe. Na sisi zote kama jamii, kazi ya kupigana na pombe, kazi ya kuweka watoto wetu mahali pazuri. I want to ask parents, let us not surrender our children to other people. The church, let us not surrender the young people of our nation to foreign ideologies. To be able to contain drug abuse and abuse of alcohol, it requires a whole of society approach. Lazima sehemu ya wazazi watimize sehemu yao. Sehemu ya kanisa itimize sehemu yake. Na sisi kama serikali tutatimiza wajibu wetu, na viongozi wote tuungane ndio tuokoe watoto wetu na tuokoe taifa letu la Kenya. It is our collective responsibility. We are going to lead from the front as government, but we want to ask parents, the church, society to work with us. Kwa hivyo nyinyi vijana,